Hapa ni katikati ya mji wa Iringa. Eneo hili la mnara wa saa limekuwa tu si alama muhimu kwa mji na mkoa wa Iringa kwa jumla, bali ni alama muhimu katika historia ya ukombozi wa taifa la Tanganyika. Je, unafahamu nini haswa kutokana na uwepo wa mnara huu? Mnara huu umejengwa miaka ya 1960 hapo, lakini mnara huu ulijengwa kuonesha uhuru wa Iringa walipata uhuru miaka 1961. Mnara huu pia ulikuwa ni kama figa ya kuonesha kwamba nchi yetu imekombolewa. Mnara huu hasa una maana mbili. Maana ya kwanza naweza kusema kisiasa, ni mnara ambao unaonesha Iringa imekombolewa, na pale juu kuna mwenge ugonjwa wa uhuru ambao unaaminika ulipo wakati wa azimio la Arusha 1967. Mnara huu ni moja ya figa kubwa sana mkoani Iringa na ni kielelezo kikubwa sana cha mkoa, ambao tunaamini kwamba mtu yote akifika hapa, akipiga picha yuko hapa, tunajua moja kwa moja yuko mkoa wa Iringa. Lakini kisiasa lina maana kubwa sana, ambao unaonyesha sana Tanzania ni nchi huru, ni nchi ambayo inatoka mikono ya wakoloni, na ni moja ya historical figure ya mkoa wetu wa Iringa, na ni moja pia kivutio cha utalii wa mkoa wetu wa Iringa. Karibu sana mkoa wa Iringa upate historia ya mkoa na uenjoy utalii wa mkoa. Mandhari ya eneo hili ambayo pia yamekuwa yakitunzwa ni miongoni mwa vitu vinavyovutia watu wengi zaidi kukusanyika hapa, lakini hata kutizama. Unataka kufahamu kwa kina zaidi kuhusiana na chimbuko na historia ya mnara huu? Tembelea katika makumbusho ya mkoa wa Iringa yaliyoko katika eneo la Boma kupitia mradi wa Fahali Yetu, kufahamu kwa kina zaidi nini haswa ambacho kilipelekea uwepo wa mnara huu. Ungetamani kufahamu jambo lingine lolote kuhusiana na eneo lako lilopo, ama chimbuko kihistoria ama kiutamaduni, basi usisite kutuandikia. Hii ni Travo TV, mimi ni Mbushi Kwelasa.